makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Watu wa Mungu yukoje kweli? Je, Mungu yukoje kweli? Ni somo letu la pili. Tukizungumza habari za Mungu, kwa kweli ni ngumu kueleza habari zote. Katika somo letu la kwanza tuliona mafundisho ya Biblia juu ya uwepo wa Mungu, na tulianza kupapasa somo la sifa zake au tabia zake. Leo tunapojadili swali letu, je, Mungu yukoje kweli, tutajifunza mengi kutokana na majina ya Mungu. Hebu tuanze na baadhi ya majina muhimu ya Mungu yanayotajwa katika maandiko matakatifu ya Biblia. Katika Agano la Kale kuna majina matatu makuu yanayotumika kumtaja Mungu. La kwanza ni Yehova. Jina hili Mungu akalitaja kwa Musa aliposimama mbele ya kijiti kilichowaka moto, Kutoka mlango wa 3. Jina hili linatufundisha kwamba Mungu anajitegemea kabisa. Hana haja na mtu yoyote wala kiumbe chochote. Maana ya jina hili ni mimi niko ambaye niko, Kutoka 3:14. Jina hili ni la muhimu sana kwa sababu ni jina la uhusiano kati ya Mungu wa kweli na watu wake. Ni jina la agano kati ya Mungu na watu wake. Mara kwa mara jina hili linapotajwa katika Biblia huwa linatia mkazo katika utakatifu wa Mungu au chuki zake dhidi ya dhambi, lakini pia linadhihirisha upendo wake kwa ajili ya wenye dhambi. Yehova. Elohim, mwenye nguvu, ndio maana ya asili ya jina hili. Ni neno ambalo kwa asili yake linatuelekeza katika maana ya wengi. Kwa mfano, linasikika kama maelezo juu ya wenye mahakama ya mbinguni ambao wanatawala kwa nguvu yote. Walakini kila linapotumika kumtaja Mungu, linapokea dalili za kumaanisha moja. Yaani, neno hili linadhalilisha umoja na uwengi wa Mungu katika neno moja. Linatumika mara nyingi katika Agano la Kale, kuanzia Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 1 na pengine pia. Elohim. Adonai. Neno hili linamaanisha Bwana. Linatumika kueleza juu ya akina binadamu na Mungu. Linatuelekeza katika uhusiano uliopo kati ya Bwana na watumishi wake. Bwana ni mkuu, watumishi ni watifu. Adonai. Tazama kwamba katika Biblia yako neno Bwana kwa herufi kubwa linatumika mara nyingi sana. Wayahudi walipendelea kutumia Adonai kwa sababu waliogopa kumtaja Mungu kwa jina lake, wakidhani kwamba labda watavunja amri ya 3, usilitaji bure jina la Bwana Mungu, Kutoka mlango wa 20 mstari wa 7. Wakristo nao wanapendelea kutumia Bwana badala ya kulitaja jina la Yehova. Kwa Kiebrania ni herufi YHWH. Kwa hiyo kila unaposoma Bwana katika Biblia yako, maana yake ni Yehova, Mungu wetu wa Agano la Kale na Agano Jipya. Lakini kuna majina mengine. Mara nyingi Mungu anapenda kujidhihirisha kwetu kwa majina ambayo yanafafanua maana ya jina lake Yehova, mimi niko ambaye niko. Kwa mfano, anajidhihirisha kwa majina yafuatayo. Yehova Yire. Bwana atapatia, ndio maana yake, Mwanzo 22. Ibrahim alijifunza jina hili wakati Mungu alimpatia mwana-kondoo kuwa sadaka badala ya mwanawe Isaka. Yehova Rafa. Bwana
aponyaye. Tunasoma katika Kutoka mlango wa 15. Musa na Waisraeli walijifunza jina hili baada ya matokeo ya kunungunika kwao. Mungu alifanya maji machungu yakawa maji matamu kwa ajili yao mahali palipoitwa Mara. Yehova Nisi. Bwana ni bendera, ndio maana yake. Bendera yangu, Kutoka mlango wa 17. Musa na Yoshua walijifunza jina hili kwa Bwana baada ya ushindi mkuu juu ya Waamaleki. Wakajifunza ushindi ni chini ya bendera ya Bwana tu. Yehova Shalom. Bwana ni amani. Waamuzi 6 mstari wa 24. Gideoni alikuwa na hofu sana kwa sababu baadaye ya kuona malaika ya Bwana akafikiri kwamba atakufa hapo hapo. Kumbe Bwana alijidhihirisha kwake kuwa ni Bwana wa amani. Yehova Sava. Bwana wa majeshi. Waraka wa kwanza wa Samueli mlango wa 1 mstari wa 3. Elkana na familia yake akiwemo Hana mama yake Samueli walitambua kwamba walipokwenda Shilo kumtolea sadaka, Mungu wao ndiye Bwana wa majeshi. Yehova Sidkenu. Bwana ni haki yetu. Yeremia 23. Yeremia alipotabiri juu ya wazao wa Daudi, alisema kwamba chipukizi kitatokea kwa nyumba yake, chipukizi cha haki, akisema jina lake litakuwa Jehova Sidkenu. Bwana ni haki yetu. Kumbe huyu ndiye Bwana Yesu mwenyewe. Yehova Shama. Bwana aliopo hapa. Ezekieli mlango 48. Ezekieli alionyeshwa jinsi nchi ya ahadi itakavyokuwa hapo baadaye, na mji mkuu wake ni Yerusalemu mpya. Jina la mji ule utajulikana kama mahali alipo Bwana, yani Yehova Shama. Bwana yupo hapa. Kwa kweli Mungu wetu ni wa ajabu sana. Nina matumaini kwamba umefurahia somo letu, nikijitahidi kueleza jinsi Mungu alivyo. Ni sehemu tu ya sifa zake, lakini hakika ndivyo alivyo Mungu wetu kweli kweli. Biblia, swali nzuri. Tatu wa Mungu yukoje kweli? Makala ya Jueni Kweli.